Mnyama Simba amefungwa goli 4-1 dhidi ya Al Hilal Omdurman. Mechi ya kwanza Mnyama aliondoka na ushindi wa goli 2-1. Jana akapoteza. Meneja Pantev amefungwa jumla ya goli 5 mpaka sasa kwa mechi mbili. Tuko na mwamba GB 64. Kwema ndugu yangu? Kwema kabisa. Uko vizuri kaka? Mimi niko vizuri. Bwana watani ni kama umekomalia hapa. Meneja kafungwa jumla goli 5 mpaka sasa kwa mechi mbili. Mchezo wa jana wa kirafiki dhidi ya Al Hilal Omdurman goli 4, mchezo wa kwanza goli 1, chuma 5. Umepokeaje matokeo kwanza? Matokeo tumeyapokea kwa sababu ni mechi ya kirafiki. Ni mechi ambayo mwalimu kuna vitu alikuwa anafanya nini anaviangalia. Alafu hapa ndo unapata ukubwa wa Simba. Sawa Kwa sababu mechi tunaoelekea kwenda kucheza na wale Nsingizini. Sawa, ni mechi Nsingizini ile ni mechi ya tactics. Sawa, kwa hiyo watu wanasomana, umeelewa bwana watu wanaangaliana, sawa, wanakaguana. Sawa, sasa kuelekea kwenye mechi hii mwalimu umeona bwana kutokana na ukubwa wake ameamua kuficha mbinu zake na kumpoteza malengo mtani, kwa sababu wao ni watu ambao wanadili na kikosi cha Simba sasa hivi. Wameleta mpaka watu wanakuja wanaiangalia Simba sasa hivi. Mambo yamekuwa mengi. Wanaikagua, wanapata taarifa mbalimbali kutoka kwa mtani. Umeelewa bwana Wanapelekewa taarifa kule kwamba bwana watu 1, 2, 3. Sawa. Kwa hiyo mwalimu amegundua hicho kitu, kwa hiyo mwalimu anatengeneza mbinu zake katika kukabiliana na nani? Na mpinzani wake. Kwa hiyo ndio maana amewapoteza malengo. Jana ulikuwa unaona Mpanzu jana alikuwa anacheza mpaka namba 3. Umeelewa? Lushi Nduruku kaenda kucheza mpaka namba 9. Baadaye golikipa akaja kucheza Budo. Budo ndo alifungwa goli 2. Umeelewa? Alianza Hussein Abeli, lakini baadaye Budo akaja akakaa golikipa. Ndio aliyefungwa zile goli 2 kafungwa Budo. Kwa hiyo ina maana mwalimu ilikuwa ni kama mechi ya utani fulani. Lakini mtani kukomalia ni vitu vya kawaida. Kwa sababu yeye ameona ametoa serious match. Na TRA ametoa sare. Sawa Tena afadhali ya Omdurman tuko naye klabu bingwa. TRA Tabora. Sawa wako ligi kuu ya nini? Ya Tanzania ya NBC Tanzania bara. Wametoa na sare. Kwa hiyo wanataka kufanya comparison. Kwa hiyo sisi jana ilikuwa ni mechi mazoezi tu. Watu walikuwa na relax. Unaona bwana wanajiandaa kuelekea katika nini? Katika mchezo wao ugenini Eswatini. Hivi 64 kwa hiki ambacho kinaendelea. Mechi mbili ameruhusu goli 5. Hamna wasiwasi jibi kuelekea katika mchezo unaofuata dhidi ya Nsingizini? Hatuna wasiwasi kwa sababu kikosi kwanza wachezaji wengi wako kwenye majukumu ya kitaifa. Umeelewa kwenye timu zao za taifa. Alafu pili hata waliokuepo wanacheza kulinda nini? Kulinda miili yao kuelekea kwenye nini? Kwenye mechi ya hatua inayofuata ya kimataifa. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida sana, utafly na show. Yule ndo matatu. Tunaweza tukasema meneja Pantev amepata kile ambacho alikuwa anakihitaji ndani ya Simba kwa sasa? Asilimia 70-80 atakuwa amekipata, lakini wachezaji wengine hawapo. Kwa hiyo huwezi kusema kapata 100%. Sawa, lakini bado anaendelea kukitafuta kile alichokuwa anakifanyia, anachokihitaji na anachokitarajia katika timu ya Simba. Kwa hiyo asilimia 60-65 mpaka 70 atakuwa tayari ameshafanya nini? Ameshakipata tayari. Kwa hiki ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, wengine wanakwenda mbali na kusema kwamba meneja Pantev hawezi kufika hata Januari. Mashabiki wa upande wa pili wanakuambia hivyo. Kwa mechi hizi ambazo wamekwisha kumuona mpaka sasa. Wao kwao wanaharibu kila kukicha. Wamefika hajafika mpaka sasa hivi. Mbona wamfukuzi? Kwao sikawapoteza kwenye ligi tayari. Unajua kwao hajapoteza hata mechi moja. Hajapoteza, sikatoa sare. Alafu kwenye ligi. Sasa kwani Pantev sikapoteza kwenye nani mechi ya kirafiki. Tena sio ile ya kirafiki kwamba labda ina mashabiki au nini. Ni mechi ambayo alikuwa anafanya nini? Ni mechi mazoezi kwenye kiwanja cha mazoezi. Na watu wamerelax wanafanya mambo yao. Simba ni timu kubwa. Kwa hii mechi ambayo imechezwa dhidi ya Al Hilal Omdurman na mpoteza goli 4. Unaweza umezungumza kwamba inaweza ikawa ni technique ya mwalimu kuelekea katika mchezo unaofuata. Ukiwa na maana ipi jibi? Ili ufanikiwe katika jambo lako kwanza uzalaulike. Sawa, kwa hiyo yule Nsingizini ndio maana Simba wameiposti wenyewe. Kwani mechi imeonyeshwa? Simba ndio wameposti kwamba tumefungwa goli 4-1 na nani? Na Al Hilal Omdurman. Kwa yule sasa ataangalia Al Hilal Omdurman tuko nao klabu bingwa akamfunga Simba goli ngapi? Goli 4. Kwa hiyo tunafanya nini? Tunamweza. Kwa sababu mechi tunayokwenda kucheza nao tunaenda kucheza nao kwao ugenini. Kwa hiyo wale wanapaswa wawe na dharau, afu sisi tutaingia kama underdog kwao. Yaani wao wasiingie kama wao underdog, sisi ndio wakubwa. Kwa hiyo hapa sasa wao watajiamini, Simba kumbe wana timu ya kawaida. Ndicho kitakachoenda kuwakuta, watakutana nacho pale pale uwanjani.
Umeanza michuano ya kimataifa dhidi ya Gaborone United. Performance wengine wengi hawakupendezwa nayo, ingawa mnyama alivuka hiyo hatua ya awali preliminary stage. Mnyama Simba anakwenda kukutana na Nsingizini. The way mlivyoanza kwenda katika mchezo unaofuata ambao una hatima ya nyinyi kwenda hatua ya makundi ambako mnyama amekuwa ni kawaida yake kuingia pale. Unamwona mnyama akifuzu hatua hii? Simba miaka yote ndo anaanzaga hivyo hivyo. Hata ile mechi na nani wale na Nkana kama unakumbuka 19 18 19 walitufunga kwao, tukaja tukawafunga 3 hapa na Power Dynamo goli la chama la Kisigino. Na Power Dynamo tumetoka sare ya 2-2 kwao, tukaja hapa tukafanya nini? Tukatoka na sare ya 1-1. Yaani Simba miaka yote ndio yuko hivyo. Umeelewa? Simba kila anavozidi hatua zinavozidi kusonga mbele na yeye ndo anazidi kuonyesha ukubwa wake uko wapi. Lakini huko mwanzo timu kubwa zote ndio zinavyoanza. Kila kunavozidi kuendelea mbele, wewe ukija kwa dharau watu wanakuzalilisha. Ukija kwa dharau wewe unazalilishwa. Mnyama Simba amefanyia makubwa sana. Tibi, unazungumza nini sasa kwa mashabiki wa mnyama Simba ambao wengine wameanza kuingiwa na hofu, wengine uoga? 4 imekuaje? Wanywe mtoli, nyama watazikuta chini, wasio na wasiwasi na Simba. Ile mechi ya jana ilikuwa ni mechi ya tactics. Ni mechi ya mbinu katika kumpoteza nini? Kumpoteza mtu tunayekwenda kukutana naye. Awe katika hali ya kujiamini kwamba anaimudu Simba, anaiweza Simba. Unajua unapocheza na timu ambayo yani inakuwa na mashaka na wewe, yani inakuhofia, inakujengea hofu, huwa mara nyingi mechi inakuwa ngumu sana. Lakini ukicheza na timu ambao wana uhakika kwamba tunaweza tukawafanya jambo fulani, ndio inakuwa nzuri kwetu. Kwa hiyo wakituzalau wale ndio itakuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo ile mechi ilikuwa ni mbinu tu jana. Kwa hiyo watu wasiwe na wasiwasi, watulie, tuombe dua. Timu inasafiri kesho kutwa, tunaelekea Eswatini, tunaenda kufanya ya kwetu. Na tunaenda kufuzu kwenda hatua makundi 90%. Licha haya ambayo yametokea. 90% Simba inafuzu. Simba tunaanza kupiga mahesabu kutoka robo kuelekea nusu. Sio kutoka hapa kuelekea makundi au makundi kuelekea robo finali. Na ndio maana hata target umeziona, si target yetu ni nusu finali kuelekea finali. Lakini mtani target yake ni makundi. Kutokana na hali ya timu yake jinsi anavyoiona na sisi hali ya timu yetu na ukubwa wetu. Wao wanaposema makundi ni makundi. Hii ni kawaida kwao. Na anaweza hata makundi yenyewe asiende kufanya masiara. Kwa sababu hatua inayofuata ina maana kila mtu yuko makini. Ushapita mchujo mmoja. Umeelewa Ulishachujwa mchujo mmoja. Kwa hiyo unafuata huu mchujo wa pili. Kwa hiyo sishangae mtu anaweza akabaki. Ila mnyama? Mnyama si tuna uhakika, hatujawahi kufeli. Tulifeli tu na Odisongo kipindi kile, lakini mpaka hapa sisi hatujawahi kufeli tena. Meneja wa habari na mawasiliano wa wekundu wa Msimbazi Simba, Ahmed Ali anakuambia kuna pira mikazo lakini kuna pira minuno. Pira mikazo JB 64 tunakwenda kuanza kulenda kwa Nsingizini. Pira la mikazo ni la aina gani? Pira la mikazo ni pira ambalo lina high commitment. Sawa Ni mpira wenye spidi kubwa, ni mpira watu wanaozuia sana, ni mpira ambao watu muda wote wanakushambulia wewe. Umeelewa? Yaani nginja ni ile face to face, yani fika tufike. Ukitia mguu tunatia mguu, ukitoa mguu tunatia mguu. Ndio pira mikazo, pira matatu, pira yakuza. Yakuza ni nini yakuza? Yakuza kuna filamu moja kama uliangalia ya Brandon Lee, mtoto wa Bruce Lee na Rudolph Lundgren. Waliact na jamaa mmoja anaitwa Mr. Yakuza, mzoa matatu, kajichola mwili mzima. Kwa hiyo mwalimu wetu kwa sababu naye mzoa matatu ndio maana tukampa nini? Yakuza. Kwa hiyo pila Yakuza ni pila linalofundishwa na mwalimu ambaye mwenye matatu mengi. JB, umezungumza na kusema kwamba wapinzani wenu wamekuja kuwachunguza, wanatoa taarifa kwenu kwenda huku. Haya mambo nilijua amekwishaisha. Kwani bado yapo? Haya mambo yapo. Unajua sasa hivi mpira wa Tanzania umegeuka kwenye uadui. Yaani kila mtu anamwombea mabaya mwenzie. Sio, umeelewa Na anachokitaka kikubwa watuporomoshe sisi wakae wao kwa ajili ya mashindano yanayokuja. Kuna klabu bingwa wa dunia, kuna mashindano ya African Football League. Kwa hiyo lenki ndio inawasumbua Yanga. Yanga anaumia sana kuiona Simba iko namba 5, alafu yeye mtu wa 13. Alafu Simba ndo kashika ufalme wa East and Central. Sasa hivi hakuna TP Mazembe, hakuna nani, sisi ndo wakubwa huko. Sasa ile hali ya ukubwa Yanga anahitaji, ataipataje? Lazima mpromoshe Simba. Kwa hiyo kutoa asili zetu, ataendelea kutoa asili zetu. Lakini sisi tunakaa kama wazalendo. Sisi hatuna habari na ujinga. Sisi tuko kizalendo zaidi. Kwa hiyo hivi vitu ni vipo.
na bado vinaendelea. Swala la kutoleana siri, swala la kupokeana bado wenzetu bado wanaendelea na hizi swaga. Sana na ile wanasema iwapo Ivory Coast atamfunga Kenya kwenye mchezo wa qualify kwenda kombe la dunia, Pacome huenda akashiriki kombe la dunia 2026. Mayele anaweza kwenda? Unajua kwanza kuitwa kwake kama kaitwa sasa hivi. Wao wanasema mchezaji wao anakwenda kucheza kombe la dunia. Nakwambiaje, atakuwa ni miongoni mwa wachezaji waliopeleka kombe la dunia Ivory Coast, lakini sidhani kama atajumuishwa kwenye kikosi. Ivory Coast wana timu kubwa sana. Hii sasa hivi kwa sababu mechi yenyewe na Shelisheli, mechi na Kenya, ndio maana amejumuishwa kwenye nini? Kwenye kikosi. Ivory Coast kama wanahitaji sasa kutengeneza timu ya kutaka jambo fulani, anacheza na timu kubwa. Mfano Ghana, Cameroon, Morocco, Nigeria, Algeria, hawezi akaitwa Pacome. Kwa nini asifi? Wataitwa kina Fred Zaha, kina Nicolas Pepe, kina Bingla wale. Kina Sebastian Hara. Umeelewa? Sasa wewe unaweza ukaamini hivi Sebastian Hara akae benchi afu Pacome acheze? Kama kaitwa sasa hivi kwa nini asiitwe kwenda kwenye kombe la dunia? Unacheza na nani? Unacheza na Shelisheli ambayo mpaka sasa hivi imefungwa goli 44. Mechi ya kwanza wamewafunga 9. Mbona hakuitwa Pacome? Kwani Pacome alikuwa achezi mpira? Hao alikuwa hajazaliwa. Lakini mechi hiyo wameona tushamaliza, tuliwafunga 9. Sasa hivi tunakwenda kwao, hawana cha kupoteza. Umeona, lazima tuwafunge. Ndio ameitwa kina Pacome wamecheza. Na hata ukiangalia kikosi kilichoanza, kina Fred Zaha hajaitwa, Sebastian Hara kaanzia benchi, kina Nicolas Pepe ameanzia benchi, Abingla kaanzia benchi. Si umeelewa? Kwa hiyo timu ya Ivory Coast ambayo inahitaji kwenda kufanya mambo makubwa, Pacome hawezi akaitwa. Sababu ule mpira unaochezwa kule ni mpira wa mafunzo. Ni mpira ambao unajumuisha wachezaji ambao wenye uwezo wa kutoa commitment kubwa na kutumia akili na kufuata maelekezo ya mwalimu. Pacome anapenda sana kucheza individual. Sasa ukishacheza individual tayari unawapoteza nini? Unawapoteza wenzao malengo. Mwalimu atatoa maelekezo yao, wewe unataka uanze kupiga chenga ufanye nini? Sehemu ya kufunguka utoe pasi wewe upigi. Unataka upige chenga umpige mtu kanzu uonekane. Unacheza na jukwaa. Timu za namna hiyo hamna. Yaani Nigeria, Ghana, Ivory Coast, Senegal, nani wale, Cameroon. Umeelewa? Hawa nani, South Africa. Ukienda hata Morocco, Algeria, ni timu ambazo kama wanahitaji kweli kutengeneza timu ya taifa. Kongo, wachezaji wao wengi wanacheza Ulaya kwa sababu wana wachezaji wengi sana wako Ulaya. Unaona hakuna kwa hiki ambacho amekionyesha Pacome Zouzoua kwenye mchezo uliopita dhidi ya Shelisheli. Hawezi kupata namba first 11 ile yenyewe ile Ivory Coast. Wewe sumu. Kaonyesha kacheza na nani? Lakini si kaonyesha jibi. Umecheza na nani? Hawa Shelisheli. Hivi mfano Simba acheze labda na National Rally. Alafu Simba acheze labda na Gaborone. Unaona hizo mechi zitakuwa sawa? Simba acheze na Yanga, Simba acheze na Azam, alafu Simba aende akacheze na Dodoma Jiji. Mechi zinafanana? Kila mechi inahitaji quality ya aina ya mchezaji fulani. Si umeelewa? Kwa hiyo mechi na Shelisheli ina maana ilikuwa Yanga na nani wale Ivory Coast tayari wana uhakika lazima tumfunge. Ndio maana wameita wachezaji hao ajabu ajabu. Lakini timu ya taifa Ivory Coast Pacome uwezo akawa included katika hiyo timu. Eswatini. Lakini Young Africans wanakwenda Malawi hapa dhidi ya Silver Strikers. Wao malengo yao ilikuwa ni kwenda hatua ya makundi. Unamwona akitoboa hatua hii na kuingia hatua ya makundi. Ligi ya Zimbabwe ni ligi kubwa. Sawa, ni ligi kubwa. Ligi ya Zimbabwe kwa sababu wale jamaa wamewatoa Zimbabwe. Simba ya Zimbabwe. Simba bora ya Zimbabwe. Na watu wengi tulikuwa tunajua Simba bora ndo atakuja kukutana na nani? Na Simba. Lakini Nsingizini wakawatoa nani? Wakawatoa Simba bora. Kwa hiyo sisi tunakutana na Nsingizini. Na tunaenda kukutana na timu bora na vile vile. Ukija wa Silver Strikers ni timu vile vile ni kubwa kwa sababu wameitoa timu ya ukanda unafu. Umeelewa? Ndio wameingia pale wa Malawi. Ni timu ambayo inacheza kwa spidi kubwa, ni timu ambayo inacheza kwa high intensity. Umeelewa? Na ndo mabingwa wa Malawi. Umeelewa? Kwa lazima utarajie kitu chochote. Ndo mabingwa wapi wa nani hao? Wa Malawi, Silver Strikers. Kwa sababu nafasi ya pili imeshikwa na nani? Na Bata Bullets ya kina nani? Ya kina Banda. Umeelewa? Kwa hiyo ni timu Yanga anaenda kukutana na timu bora, timu nzuri.
Sawa. Jitihada zake ndio zitakomsababisha ingie makundi. Ndio maana nikakwambia akifanya masiala kwa aina ya mwalimu aliyokuwa nao na aina ya kikosi alichokuwa nacho Yanga, anaweza akabakia kwenye hatua hii inayofanya nini? Inayofuata, kaishia hapa makundi yasiingie. Zungumza kwa aina ya mwalimu, unataka kutuambia nini hapo? Hata wenyewe kuwasikiliza bado Yanga wamwamini kwanza ule mwalimu. Unajua mwalimu akiwa anafundisha kwenye timu afu akiwa haaminiki, huwa mara nyingi hata ile confidence inakuwa inafanya nini, inampotea. Mwalimu wao hana mbinu mbadala. Yaani pindi anapokamatwa hawezi kungamua kwamba nimekamatiwa wapi, nitokee wapi, nichomokee wapi. Mwalimu wa Yanga hilo swala hana. Yeye akipanga timu basi apate matokeo. Akikosa matokeo huwa anaga mbinu mbadala tena. Si umeelewa? Yaani ana wanaita nini? Wanaita mbinu mbadala. Si umeelewa Plan B anakuwa hana. Si. Na aina wachezaji Yanga waliokuwa nao. Yaani wachezaji watakaoanza Yanga, timu kama ikiwa imezidiwa, wale waliokuwa bench hawafanani na wale kwa viwango na wale waliofanya nini, waliokuwa ndani. Na hata aina usajili aliofanya, wachezaji wao wengi bado hawajafanya nini, hawajakliki. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho kinafanya nini, kinautofautisha Yanga ya msimu huu na Yanga ya msimu wa mwaka jana kina Azizi. Yaani kwamba ukiona mtu yuko bench atakaingia basi atakupa nini, atakupa kitu. Yaani Alidi Aucho akichoka, Diki Abuye akiingia, akikaa na Mudasiri, timu inakuwa katika lizimu ile ile. Lakini msimu huu bado pengo la Alidi Aucho linafanya nini, linaonekana. Na mwalimu kashindwa kutumia hiyo roping sasa, kwamba Alidi Aucho hayupo, timu ichezeje ili iweze kurudi katika lizimu yake ile ile. Kwa matokeo yake sasa hivi timu inakuwa kama ina miumbo fulani, wakati imemkosa nani, imemkosa Alidi Aucho. Kwa hiyo mwalimu wao bado hayuko bora na ana experience kubwa katika mashindano ya kimataifa. Bwana kupenya Yanga mimi nampa 55%. 45 mimi naiacha pending. Licha ya namba ameonyesha dhidi ya Willet 55%. Unaona kwanza Willet kile alichokifanya kule kwao. Willet Benguela aliuza wachezaji wake wengi. Takribani 7. Ndicho kilichopelekea Willet Benguela kupotea. Lakini kwa wale wa Zimbabwe wale jamaa wana timu, hawa nani wa Malawi wana timu. Kwa sababu hata ukiangalia the way alivyomtoa yule jamaa, ni timu, wana timu nzuri. Kwa hiyo Yanga atakuwa endo kwa mwanzo. Kama hawezi kupenya ndio maana kampa 55%. Isipokuwa tahadhari inatakuwa iwe kubwa, wasizalau kwa sababu ni Malawi. Ukiangalia kwa vilabu vyetu hivi vinne, tumalize na hili. Yupi ambaye unampa nafasi ya kwenda hatua ya makundi kuanzia kombe la shirikisho lakini pia Champions? Simba namba 1. Mimi nampa nafasi namba 1. Kwa sababu ni mkubwa na ana experience kubwa. Mtu wa pili pale ni Azam kutokana na aina mpinzani aliyokutana naye. Mtu wa 3 Yanga. Singida naye ana mtihani. Singida ana mtihani. Sababu Singida ndo kwa mara ya kwanza anashiriki. Azam na KMKM. Huyo Azam mimi nampa. Labda azembee mwenyewe akitaka kumdharau KMKM kwa sababu ni Mtanzania mwenzie ndo anaweza akapatwa na balaa. Lakini mimi nampa, na kutokana na aina ya mwalimu aliyokuwa nao na aina ya kikosi. Kikosi sio kizuri, wachezaji wengi wana experience mle ndani na hata Ibenge ana experience kubwa na hii michuano. Kwa hiyo mimi naiona Azam makundi mwaka huu kwa mara ya kwanza tangu izaliwe, na watafanya sherehe kubwa na tutajumuika katika hiyo sherehe. Sawa, ya kuipongeza Azam kuingia nini makundi. Singida anatakiwa ajikaze. Umeelewa basi? Singida ana mtihani. Huyo jamaa ana shida kwa sababu hata ukiangalia the way alivyopita, amepita kwa aggregate ya goli 4. Wako vizuri hao jamaa. Kwa hiyo Singida anatakiwa awe makini, sababu hiyo timu ina uwezo mkubwa. Na hii hatua ya pili mchujo ushafanyika, unakutana naye, unakutana na timu ambazo ziko vizuri tayari, zishaonyesha kama zina kitu fulani. Na Yanga na Azam, Yanga na Simba wao wanakwenda. Wanaenda, lakini huyu mmoja 55%. Simba asilimia kuanzia 70 na mpaka 80. Lakini Yanga ana 55% kutokana na aina ya mwalimu. Kama labda wamletee huyo mtu aliyosema atamletea aje kumsaidia. Wafanye hivyo haraka. Lakini wakisema waende na huyu mwalimu wao, Yanga anarudi anadondokea pua. Wewe bado unaendelea pale pale. Aendelee kubaki Yanga, lakini wamtafutie mtu. Shukrani sana. Asante sana.